Karibuni tena wapenzi watazamaji katika mfululizo wa vile vipindi vya Sabasaba na PPR. Jina langu naitwa Pascal Mayala, karibuni. Mimi mwenzenu Pascal Mayala. Kama mlivyosikia, Sabasaba ya mwaka huu inatimiza miaka 50. Sasa mimi ni mmoja wa Tanzania ambao nimekuwa nikija Sabasaba kwa miaka yote 50 mfululizo. Nilianza kuja Sabasaba nikiwa bado mtoto, wakati wa uwanja wa Sabasaba hauna hata ukuta, umezungushwa magunia. Vibanda vyote vilikuwa ni vibanda vya magunia na matenti, hakuna hata majengo. Barabara zote zilikuwa ni barabara za vumbi. Kulikuwa kuna treni humu ndani inapita, tunapanda. Kulikuwa kuna mambo mazuri tangu mwanzo. Kwa hiyo imeboreka mpaka leo, miaka 50 ya Sabasaba. Nimerudi tena, lakini sasa ninafanya vipindi. Na kama shukrani zangu kwa kushiriki Sabasaba miaka yote 50, vipindi vya Sabasaba na PPR kwa mwaka huu vinafanywa bure. Kwa hiyo mimi nafanya vipindi bure. Angalia hii namba, hasa kwa wajasiriamali, bure kwa wajasiriamali wadogo. Tunaendelea na kipindi chetu cha Sabasaba na PPR ndani ya miaka hii 50 ya maonyesho ya Sabasaba Tantre. Tuko ndani ya banda hili la Jakaya Kikwete na niko kwenye banda moja kubwa zuri linaitwa ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma. Hii Tume ya Utumishi wa Umma, mpenzi mtazamaji, ni moja ya taasisi muhimu sana kwa watumishi wa umma, hasa shughuli zinazofanywa na serikali, kwa sababu hii ndio tume yao. Na kama kuna mtumishi yote wa umma na matatizo yoyote, sehemu ya kupeleka yale matatizo ni hapa Tume ya Utumishi wa Umma. Na hapa mbele yangu unaweza kuona baadhi ya maofisa kwenye banda la tume, lakini na kiongozi wao atajitambulisha jina na kutueleza hili banda ni la nini, hapa mmetuletea nini, na Watanzania wakija humu ndani waone nini. Asante, mimi naitwa Ridhiwani Wema, ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini, Tume ya Utumishi wa Umma. Tunawakaribisha katika banda letu la Tume ya Utumishi wa Umma ambalo lipo hapa kwenye maonyesho ya 50 ya Sabasaba kwa mwaka 2026. Tunatoa huduma mbalimbali kwa wananchi wanaotutembelea hapa, moja hapo ikiwa ni kutoa ushauri, vile vile kufanya maelekezo na urekebu, na vile vile tunapokea rufaa na malalamiko ya watumishi ambao hawajapata fursa labda ya kufika ofisi zetu ambao makao makuu yako Dodoma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, na wako wataalamu wenzangu hapa watatoa ufafanuzi wa shughuli mbalimbali tunazofanya kwenye banda letu. Asante. Mimi jina langu naitwa Muhidini Muro, ni katibu msaidizi kutoka ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma. Na ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma ni idara inayojitegemea ambayo iko chini ya ofisi ya Rais na imeanzishwa kwa mujibu wa kifungu cha 11 cha Sheria ya Utumishi wa Umma sura 298, na majukumu ya Tume ya Utumishi wa Umma ni kama ambavyo unaweza ukaona. Jukumu la kwanza kubaiana katika maeneo matatu. Jukumu la kwanza ni kutoa ushauri kwa Mheshimiwa Rais kupitia kwa ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, kwa kadri ambavyo Mheshimiwa Rais ataona inafaa katika masuala ya kiutumishi. Lakini jukumu la pili ni jukumu la urekebu. Tufanye urekebu kwa kutoa elimu kwa waajiri, mamlaka za ajira pamoja na mamlaka za nidhamu kuhusu namna bora ya kusimamia utumishi wa umma kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo iliyopo. Lakini ukiacha kutoa elimu ambayo tunatoa kwa taasisi mbalimbali, lakini vile vile tunafanya ukaguzi wa uzingatiaji wa sheria katika utumishi wa umma, ambapo kila mwaka tunatembelea taasisi kadhaa na kuzifanyia ukaguzi. Kama ambavyo CAG anafanya ukaguzi katika masuala ya kifedha, basi hata ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma huwa inafanya ukaguzi katika masuala ya kiutumishi, na ukaguzi huu unasaidia sana katika kurekebisha na kuhakikisha kwamba utumishi wa umma unaendeshwa kwa tija na ufanisi. Ukiangalia katika banda letu hili utaona kwamba tunatoa ushauri, tunafanya urekebu, lakini vile vile tunatoa haki. Kwa mujibu wa sheria, tume ni mamlaka ya kwanza ya rufaa kwa watumishi wa umma ambao wamekuwa hawajaridhika na maamuzi yaliyotolewa na mamlaka zao za nidhamu au wa mamlaka zao za ajira, basi wanaweza wakakata rufaa Tume ya Utumishi wa Umma, na kwa sababu ni chombo ambacho kiko huru na kiko pale kwa ajili ya kutenda haki. Na ndugu mtangazaji, kwa mwaka huu wa fedha wenyewe tume imeweza kushughulikia rufaa na malalamiko ya watumishi
315, na sisi katika sheria ya utumishi wa umma imeweka kwamba Tume ya Utumishi wa Umma inapopokea vielelezo kutoka kwa mwajiri na mamlaka ya nidhamu pamoja na mamlaka ya ajira, basi iweze kushughulikia rufaa hizo ndani ya siku 90. Hapa ninapokuambia ni kwamba rufaa ambazo zimewasilishwa na malalamiko ya watumishi wote zimeshashughulikiwa, na hapa juzi tu tumefanya kikao cha mwisho, kikao cha 4 Mwanza, na tumeweza kushughulikia kwa mwaka huu mzima rufaa na malalamiko 315, ambapo huwa tunatenda haki kwamba kama mtu alikuwa anastahili ni haki yake atapata, kama ni haki ya mwajiri anapata. Tuna rufaa na malalamiko yamebaki kama 55 ambayo hajashughulikiwa, na haya ni yale ambayo waajiri na mamlaka za ajira hawajawasilisha vielelezo, kwa sababu huwezi kushughulikia rufaa na malalamiko haya kama mwajiri na mamlaka za ajira hazijawasilisha vielelezo, ili tuweze kuona namna ambavyo mchakato huu uliendeshwa. Kwa hiyo tunawasihi mamlaka za ajira mbalimbali ambazo zinaelekezwa na tume kuwasilisha vielelezo ziwasilishe kwa wakati, ili basi watumishi ambao wanakuwa wanakata rufaa tume waweze kupata haki zao kwa wakati. Kwa hiyo watumishi na wananchi wanaofika bandani hapa tunawaelekeza namna ambavyo tume inafanya kazi chini ya ofisi ya Rais, chini ya Mheshimiwa Rais ambaye anafanya kazi kwa kweli kwa jitihada na nguvu kubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi pamoja na watumishi wafike hapa wapate elimu mbalimbali, waweze kujua namna tume yao hii inavyofanya kazi na jinsi ambavyo inatenda haki. Asante mtangazaji. Kwa majina naitwa Edita Rumazi, natokea Tume ya Utumishi wa Umma, ni afisa rasilimali watu. Nashukuru kupata nafasi hii kuelezea kidogo kuhusu majukumu ya tume. Kama alivyokwisha kueleza mwenzangu katibu msaidizi, mimi nitaelezea kuhusu mambo ya urekebu. Tume ya Utumishi wa Umma tunajikita katika kutoa miongozo inayosimamia usimamizi wa utumishi wa umma kwa ujumla. Tume pia tunatoa mafunzo, tunatoa elimu kwa mamlaka za nidhamu, waajiri na watumishi kwa ujumla. Kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2025/26 tumeweza kuwezesha taasisi zaidi ya 400 kutoa mafunzo kuhusu mada mbalimbali. Tunatoa mafunzo kuhusu mambo ya maadili, lakini pia masuala ya nidhamu katika mazingira ya kazi. Lakini pia jukumu lingine ni kutoa haki kama alivyokwisha kusema mwenzangu. Tume tunapokea rufaa na malalamiko kwa watumishi endapo atachukuliwa hatua za kinidhamu asipolizika na mamlaka yake ya nidhamu kutokana na uamuzi aliopewa, atakata rufaa, ataiwasilisha tume. Lakini pia tunapokea malalamiko kwa watumishi endapo mtumishi ataona mwajiri wake au mamlaka yake haijampa stahiki kama anavyoona inafaa, pia anaweza kuwasilisha malalamiko yake tume. Asante. Kwa majina naitwa Amiru Nakasi, msaidizi wa kumbukumbu daraja la pili. Wito kwa wananchi pamoja na watumishi wa umma wote, mnakaribishwa Sabasaba kwa ajili ya kupata elimu katika ofisi yetu ya Tume ya Utumishi wa Umma inapatikana hapa. Kwa hiyo tunawaomba mje kwa ajili ya kupata elimu kwa ukaribu zaidi. Asanteni. Kwa majina naitwa Nasim Idi Ali, natokea Tume ya Utumishi wa Umma. Katika siku hizi za Sabasaba zinaelekea ukingoni, tunaendelea kuwasihi wananchi wote na watumishi wa umma, karibuni sana katika banda letu la Tume ya Utumishi wa Umma tunalopatikana katika jengo la Jakaya Kikwete. Karibuni, msisite kutembelea kupata elimu na kufahamu tume inajihusisha na nini na inasaidiaje wananchi wake. Karibuni sana Sabasaba. Kumalizia, napenda kusisitiza kwa wananchi na watumishi wa umma watembelee banda letu, watapata elimu na tija kubwa kwenye kutembelea banda letu. Karibuni sana Sabasaba 2026. Asante sana. Basi jamani, na mimi kwa upande wangu nawasisitiza watumishi wa umma wote, jamani, watumishi wa umma wote mnafanya kazi kwa niaba ya ule mnaomuona pale. Yaani na maana wote ni mtumishi wa umma ndio unafanya kazi kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo naomba watumishi wa umma msimwangushe mama, fanyeni mambo yenu vizuri sana ili heshima, sifa ziende kwa mama, na kwa kweli mnapendeza. Mimi zamani nilikuwa mtumishi wa umma NZZ, alafu nikaacha utumishi wa umma kwa sababu walikuwa nalipwa mishahara midogo midogo. Kwa hiyo nikakimbia kwenye sekta binafsi. Huku sekta binafsi mkanda umekaza, alafu utumishi wa umma ndio mnaonekana vizuri. natamani nirudi kwa Tena kazi utumishi wa umma ndio umeshanikupa mkono. Lakini watumishi wa umma kwa kweli mko very proud. Hakikisha ukija Sabasaba mtumishi wa umma unapita kwenye banda lenu la Tume ya Utumishi wa Umma, niojue mambo yenu ya utumishi wa umma yakoje watumishi wa umma.
tunaendelea na Sabasaba na PPR ndani ya miaka hii 50 ya country. Natumaini mpenzi mtazamaji umeona mambo mazuri ya Sabasaba. Sasa kutokea kwenye Sabasaba na PPR sio lazima mpaka Sabasaba. Sisi PPR naweza nikapokea matangazo kutoka mahali popote Tanzania nzima. Biashara zozote, una duka lako, una biashara yako, una mradi wako, piga 0754 270 403 ni kuelekeze namna ya kutuma picha kutoka huko kwako. Mradi tuwe na simu janja inaweza kapiga picha biashara yako na wewe ukajieleza kidogo unafanya biashara gani, unanitumia mimi kwenye WhatsApp, mimi nakurushia bure. Production ni bure. Utakachotakiwa wewe kufanya ni kulipia pale TBC shilingi 50,000 tu kwa wajasiriamali wadogo, unatokea na kuruka kama unavyowaona wenzako. Kwa niaba ya Emmanuel Mwingira na timu yangu ya PPR, naitwa Pascal Mayala, nikiwaendelea kuwasisitiza tuendelee kuwa wote kwenye Sabasaba, lakini sio lazima ndani ya viwanja vya Sabasaba, hata ukiwa nje ya Sabasaba. Tuite popote, tunakuja tunakurusha kwenye kipindi hiki cha msimu huu wa Sabasaba. Asanteni na kwaherini.